Naipokea taarifa hiyo. Hiyo naipokea kwa sababu kuongea bila kusoma ndo nina PhD kwenye hilo eneo. Twende kazi. Hoja yangu ya pili ni kwamba uliyesema haviendani na Wizara ya Afya. Hoja ni kwamba magonjwa ya ini, ya figo, sukari na magonjwa mengine makubwa yanazidi kupamba moto kwa sababu vijana wetu wengi wananunua hizi pombe za bei ndogo, wanakunywa hawali kwa sababu ya stress ya maisha. Mimi nilitarajia serikali yenye akili ingeweka kodi kubwa kwenye pombe zenye madhara na sio kuweka kodi ndogo kwenye pombe zenye madhara inayompa access mtu wa kawaida kuchukua shilingi 500 kununua koni. Mheshimiwa Sigrada Mligo, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Profesa John Kabudi. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lina kanuni, lina lugha na heshima yake. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali inayoheshimiwa. Namuomba mchangiaji afute maneno aliyoyasema ya serikali yenye akili, kwa maana ya kwamba serikali hii haina akili. Na pili, ni mshauri aweke microphone yake mbali, kwa sababu hata ikizimika bado anaweza kuongea. Lakini kubwa, afute statement, afute tamko lake la kuonyesha kwamba hii serikali haina akili. Mheshimiwa Sigrada Mligo, kwanza naomba uondoe haya maneno ambayo yameelekezwa pana Chief Whip, alafu uipokee taarifa na uendelee kuchangia. Asante. Hoja yangu ya tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwa nikae mbali. Nakaa mbali sasa. Hoja Mheshimiwa Sigrada, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Boniface Getere. Mheshimiwa Mwenyekiti, msomaji anachangia kwa jinsi anavyoona yeye, lakini kwa taratibu zetu za kibunge hutakiwi kusoma, unatakiwa kuchangia kwa kuangalia point. Mheshimiwa Sigrada, unaipokea taarifa hiyo? Hiyo naipokea kwa sababu kuongea bila kusoma ndo nina PhD kwenye hilo eneo. Twende kazi. Hoja yangu ya pili ni kwamba uliyesema haviendani na Wizara ya Afya. Hoja ni kwamba magonjwa ya ini, ya figo, sukari na magonjwa mengine makubwa yanazidi kupamba moto kwa sababu vijana wetu wengi wananunua hizi pombe za bei ndogo, wanakunywa hawali kwa sababu ya stress ya maisha. Mimi nilitarajia serikali yenye akili ingeweka kodi kubwa kwenye pombe zenye madhara na sio kuweka kodi ndogo kwenye pombe zenye madhara inayompa access mtu wa kawaida kuchukua shilingi 500 kununua konyagi kwa sababu vimasta ni shilingi 500. Jambo lingine, Mheshimiwa Sigrada Mligo, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Profesa John Kabudi. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lina kanuni, lina lugha na heshima yake. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali inayoheshimiwa. Namuomba mchangiaji afute maneno aliyoyasema ya serikali yenye akili, kwa maana ya kwamba serikali hii haina akili. Na pili, ni mshauri aweke microphone yake mbali, kwa sababu hata ikizimika bado anaweza kuongea. Lakini kubwa, afute statement, afute tamko lake la kuonyesha kwamba hii serikali haina akili. Mheshimiwa Sigrada Mligo, kwanza naomba uondoe haya maneno ambayo yameelekezwa pana Chief Whip, alafu uipokee taarifa na uendelee kuchangia. Asante. Hoja yangu ya tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwa nikae mbali. Nakaa mbali sasa. Hoja Mheshimiwa Sigrada Mligo, kwa mujibu wa kanuni unapaswa kufuata maelekezo ya kiti. Endelea. Issue nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Sigrada Mligo, nilikuelekeza ufute yale maneno uliyotamka
halafu upokee taarifa iliyotolewa na Chief Whip, ndipo uendelee kuchangia. Okay, nilikuwa sija kuelewa bosi wangu. Maneno niliyoongea ninayokumbuka waliosema nifute ni kwamba serikali yenye akili na serikali ambayo haina akili. Ninachokumbuka sijataja ni serikali ipi. Kwa hiyo wameniwahi tu, sijataja. Huenda ni ya Marekani au Kenya, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Sigrada, tafadhali futa. Nimefuta kauli. Naendelea na hoja yangu nyingine. Jambo jingine, mmesema mnahitaji huduma bora kwa Watanzania. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa. Mheshimiwa Sigrada, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Fadhili Liwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na nia yake njema Mheshimiwa Sigrada na kuwa na moto wa kujenga hoja, bunge hili na nchi hii inaendeshwa kwa sera za kidiplomasia. Hata kufananisha nchi ya Marekani au Kenya kwa maneno aliyoambiwa afute na Chief Whip bado ni kulichonganisha taifa letu na mataifa mengine. Kwa hiyo naomba kiti chako afute au aache kuchangia kama itafaa. Mheshimiwa Fadhili Liwaka, tumesikia maelezo yake, na Mheshimiwa Sigrada, kwa hayo yaliyoelezwa, si vema kutaja au kutoa mifano ya serikali ya nchi zingine. Kwa hiyo naomba pia ufute haya maneno na uendelee kuchangia. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba niendelee kuchangia. Nimefuta Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba ukae chini. Mheshimiwa, tunaendelea. Nilimtaja Mheshimiwa Eric Shigongo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mungu. Alisema kwamba pale Pareto ambulance kwa ajili ile ambulance inatumika hospitali ya wilaya, inatumika sana kwa ajili ya watu wa barabarani, kwa sababu pale Gairo ni katikati ya Morogoro na Dodoma. Kwa nilikuwa nakuomba tushughulikie pale, kwa sababu ile hospitali, Mheshimiwa Waziri, wakati ukiwa TAMISEMI ulituletea DMO, lazima niseme kwamba umetuletea DMO mzuri sana, na hivi sasa mwaka jana imekuwa ni mshindi wa kwanza katika kutoa huduma Tanzania nzima katika hospitali za halmashauri. Gairo ndo ya kwanza. Kwa hiyo lazima nimsifu DMO pamoja na watumishi wote wa hospitali ya wilaya ya Gairo. Kingine ni hospitali yetu ya mkoa wa Morogoro ambaye sasa tunaita hospitali ya rufaa. Kwa kweli hamtutendei haki Wizara ya Afya. Kulikuwa na ile SSR ya bwawa la Mwalimu Nyerere. Tuliambiwa tutafute eneo, tutajengewa hospitali ya rufaa. Tukenda tukapata eneo zaidi ya heka 100. Sasa hivi hakuna chochote, hatujui kinachoendelea kitu gani hospitali ya mkoa wa Morogoro. Na mkumbuke hospitali ya mkoa wa Morogoro, mkoa ule ni mkubwa katika Tanzania nzima, na hata idadi ya watu na wilaya zake ziko mbali. Kwa mfano kama Mlimba, mtu atoke Mlimba kwa ndugu yangu hapa Lokatale mpaka afike pale ni kilomita zaidi ya 300. Mtu afike Malinyi kwa dada Meki pale zaidi ya kilomita 200 na kitu. Atoke kwa Zuberi huko, atoke Gairo, atoke Kilosa. Sasa kile hospitali cha mkoa, vijengo vya zamani, hata wagonjwa wengine wakiingia pale kwa mashaka tu, mara ukuta wanataka kubomoka, ni wengine wanakufa kwa mashaka, sio tena kwa ajili ya ugonjwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana, ndugu yangu Mchengerwa, utusaidie sana hospitali ya mkoa wa Morogoro, tupate hospitali ya rufaa. Ningeshika leo shilingi yako, lakini kwa sababu wewe ni mgeni, acha niache. Lakini tunaomba sana hospitali ya mkoa wa Morogoro tupate hospitali ya rufaa. Kiwanja tunacho, kila kitu kipo, sio pale eneo lile liko katikati ya mji. Ukienda pale mpaka Aibu, watu wanalala mpaka barabara ile ya kwenda Morogoro hoteli, watu wanalala pale. Alafu kingine, kuna hospitali moja ya kwa ndugu yangu hapa huyu wa Ifakara Asenga, ile pamoja na ile kuwa ni hospitali ya kanisa,
St. Francis, lakini inasaidia sana yale maeneo ya Mahenge, hata huku Gairo, Malinyi,